Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Ninawasalimu nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini mnaendelea vizuri kwa neema ya Yesu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipea kuwa mbele zenu usiku wa leo. Ninaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini leo sitaongea sana leo. Nitakuwa mfupi sana kabisa, mfupi sana kabisa, mfupi sana. Kuna mambo ambayo nataka niongelee siku ya leo. Nataka niongelee upepo ambao upo duniani muda mfano wa huu. Yaani hali ya hewa iliyopo duniani sasa. Kwa yeyote aliye na macho ya kuona, basi najua anaona na aliye na akili anajua kinachoendelea ni nini. Kinachoendelea ni nini mpaka sasa duniani. Amani iliyopo duniani mpaka sasa ni amani ambayo ni amani kama sio amani, maana hakuna amani yoyote duniani. Pande zote kuna vilio, pande zote kuna machozi yanatiririka, pande zote watu wanalia, pande zote kumejaa uchungu na huzuni mwingi sana. Kwa hivyo duniani, amani iliyoko duniani ni kwa asilimia ndogo sana. Ni kwa asilimia ndogo sana. Watu wa Mungu, tunaishi wakati wa hatari sana. Kipindi cha mwezi wa 12, kipindi cha utawala wa mwezi wa 12 ni kipindi ambacho ni cha woga sana. Waga ni kipindi ambacho kina woga sana. Waga ni mwezi ambao una hatari nyingi sana. Waga ni mwezi wa matukio ya kutisha sana. Mwezi wa matukio ya kutisha sana. Watu kufa ovyo sana. Watu kugongwa ovyo sana, majali yasiyoeleweka, vifo vya ghafla sana. Mwezi wa 12 ni mwezi ambao unatakiwa uwe makini sana mtu wa Mungu. Maana ni mwezi ambao niseme ni mwezi wa mauti. Mwezi wa mauti, mwezi wa mauti. Yaani ni mwezi ambao mtu yeyote asipokuwa makini kwa asilimia zote, yeyote asipokuwa makini kwa asilimia zote, aweza kuondoka. Yaani ni mwezi wa watu kuondoka. Ni mwezi ambao kwa asilimia zote ni mwezi ambao hauna huruma na maisha ya mtu yeyote. Kwa hivyo duniani hapa watu wa Mungu, hakuna amani yoyote muda mfano wa huu tulionao. Hakuna amani yoyote iliyoko duniani mpaka sasa. Hakuna amani yoyote duniani. Kwa hivyo watu wa Mungu, kuna kitu ambacho kinaitwa mitego ya mauti. Mitego ya mauti. Unajua kuna mitego ambayo inategwa kwa lengo la kuondoa uhai. Nini maana ya mauti? Mauti ni lengo lake ama kazi yake ni kuondoa chenye uhai. Yaani kazi ya mauti ni kupoteza uhai. Ni kuondoa uhai wa kitu ama wa mtu. Hiyo ndio kazi kubwa ya mauti. Ni kuua, mauti ni kuua. Sasa kwa asilimia kubwa mwezi wa 12 unakuwa ni mwezi wa mauti. Ni mwezi wa vifo, watu kufa ovyo ovyo. Mitego inategwa kwa ajili ya kuondoa roho za watu. Watu kufa ovyo ovyo mwezi wa 12. Ajali za ajabu zinatokea. Na sio kila ajali mwezi huu wa 11 na 12. Sio kila ajali ni kawaida, sio kila kifo ni cha kawaida, sio kila kifo ambacho utafikiria kama ni kawaida, hapana. Vingine ni vifo ambavyo ni mitego ambayo inategwa kwa ajili ya kuua roho za watu kwa asilimia zote. Ni mwezi ambao mauti yanafanya kazi. Bwana ziwe sana. Mauti yaweza kuwa sehemu yoyote. Kitanda chako yaweza kuwa ni mauti yako, kwa gari yako inaweza kuwa ni mauti yako. Popote uendapo
Unaweza kupatwa na mauti. Biblia iko wazi kwenye kitabu cha Ufunuo. Tunasema kwamba kisha nikamwona malaika mwingine. Malaika amepanda farasi wa kijifujifu, na jina lake aliyempanda anaitwa Mauti. Anaitwa Mauti. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mauti inaketi chini. Kwa hiyo mauti inaweza kuwa sehemu yoyote. Hata kwenye kiti mauti anaweza akawepo. Hata kwa chakula mauti anaweza akawepo. Mauti ipo sehemu yoyote. Ndio maana kwenye kitabu cha Wafalme wakati wa Elisha, Wafalme wa pili wale, wakati wa Elisha, hebu niangalia haraka kama utaiona hapa. Wafalme wa pili, kisha wanaangalia haraka hapa. Wafalme wa pili, hebu nimtafuta haraka hapa kitabu cha Wafalme wa pili. Nitafuta haraka hapa tuangalie mauti inaweza kukaa, mauti inaweza kukaa ikawa sehemu yoyote. Mauti inaweza ikawa sehemu yoyote katika mazingira yoyote. Sasa mwezi wa 12 ni mwezi wa mauti. Ni mwezi wa mauti kwa asilimia zote. Sasa watu wa Mungu lazima tuwe makini sana. Wafalme wa pili, tumwangalia kwa Wafalme wa pili kwanza haraka hapa. Sasa Biblia iko wazi, inasema hivi. Biblia inasema, hebu tu nisome kwenye nisome tu kwenye, nasema watu wakapiga kelele wakasema mauti imo sufuriani. Bwana asifiwe sana. Watu wakapiga kelele wakasema mauti imo sufuriani. Kwa hiyo mauti yawezi ikakaa sehemu yoyote. Hata kwa chakula mauti inaweza kukaa. Hata kwa chakula ambacho unakikula chaweza kikawa ni mauti, chaweza kikakuangamiza kivyo vyote vile. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, mwezi huu tulionao ni mwezi ambao kwa asilimia kubwa ni mwezi ambao unahitaji umakini sana. Umakini wa hali ya juu sana. Umakini wa hali ya juu sana. Tena wa hali ya juu sana. Ni mwezi ambao ni mwezi wa kukaa kwenye magoti kumuomba Mungu. Ni mwezi wa kukaa kwenye magoti kumuomba Mungu, watu wa Mungu. Hali ya hewa duniani ni mbaya. Yaani upepo ni mbaya sana duniani. Hali ni mbaya sana duniani. Hebu niangalie kitabu hiki haraka hapa. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili haraka hapa. Kama pili niende kwenye 40. Tunasemaje hapa? Basi wakapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula wakapiga kelele wakasema mauti imo sufuriani. Mtu wa Mungu, wala
hawakuweza kula. Kwa hiyo mauti yawezi ikawa sehemu yoyote. Kila ambacho nakifanya yawezi ikawa ni mauti yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, upepo ulioko duniani sasa ni mbaya sana. Hali yao ni mbaya sana duniani. Hakuna amani yoyote. Vifo visivyo na yani vya ajabu vinatokea sana duniani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, lazima tuwe makini sana. Tuwe makini sana. Kaeni kwenye kuomba Mungu. Ombeni sana Mungu kwa bidii yote. Omba Mungu. Omba Mungu kwa ajili ya hali ya hewa iliyopo duniani mpaka sasa. Watu wanakufa ovyo, ajali za ovyo zinatokea. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 10 na kitu pale 12:5. Kitabu cha Matendo 12:5. Matendo, tuone wenzetu walifanyaje hapo. 12:5 Matendo anasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hali ya Petro wakati ule ilikuwa ni mbaya. Alikuwa amefungwa gerezani, lakini alilindwa. Kanisa likaomba kwa moyo, likaomba kwa juhudi kwa ajili yake. Mtu wa Mungu, leo inabidi na sisi tuombe kwa juhudi, tuombe kwa moyo kwa ajili ya hali ya hewa iliyopo duniani leo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuombe kwa ajili ya hali upepo uliopo duniani. Wao wenzetu waliomba kwa ajili ya Petro hawa. Na sisi tuombe kwa ajili ya hali ya hewa iliyopo duniani leo. Mungu atuondolee hali hii. Mungu atusaidie. Mungu atulinde na hali hii iliyopo duniani. Maana si hali nzuri kwa asilimia zote. Mitego ya mauti inategwa sehemu zote ili kuwatega watu, ili kuwanasa watu waweze kufa. Nimekwambia lengo la mtego asilimia kubwa, asili ya mtego waga hauonekani. Na ndio maana wale wawindaji wale wakitaka kutega mtego, wanatega sema ambayo ndege ama kingine chochote hakitaona. Maana kikiona kitakwepa mtego huo. Na ndivyo ilivyo na ndivyo kwenye mwili pia. Kwenye kutega mtego kuna ile hali ya kuchukua mtego huo na kutega mahali ambapo mtu hataona, ili apitapo aweze kunaswa na kumwangamiza moja kwa moja. Kwa hiyo waweza kutegwa na chochote kile ambacho kipo. Hata kwa maneno unaweza ukategwa. Hata kwa mavazi ukategwa, kivyo vyote. Ndio maana kwa hizo methali kwamba utanaswa kwa maneno ya midomo yako. Kwa hiyo utategwa kwa maneno ya midomo yako. Kwa hiyo hata maneno yaani unaweza kutegwa hata kwa maneno kwa asilimia kubwa. Kwa hivyo lazima uwe makini kama mtu wa Mungu. Waliomba kwa juhudi kwa ajili yake. Na sisi leo tuombe kwa juhudi kwa ajili ya upepo ya hali ya hewa iliyopo duniani mpaka sasa. Tunaelekea mwisho wa mwaka. Lazima kutatokea matukio makubwa kuliko hata haya. Kwa hivyo watu wa Mungu lazima mkae kwenye magoti kila siku, mkamlilie Bwana kwa ajili ya hali ya hewa iliyopo duniani leo. Bwana asifiwe sana. Tumsihi Mungu. Biblia iko wazi kwamba wana wa Israeli wakamlilia Mungu. Na sisi tumlilie Mungu. Tumlilie godi, tumlilie Mungu aliye hai. Tumsihi Mungu kwa hali ya hewa iliyopo duniani. Tumsihi Mungu ukiwa nyumbani. Omba Mungu kivyo vyote. Silale kiroho. Sipendi kuongea sana. Leo niishie tu hapa, lakini mtu wa Mungu jua kuna mitego ya mauti ambayo inategwa kwa kusudi la kuondoa uhai wa watu. Sio kila mtego, sio kila ajali eti kwamba ni kawaida. Ndio maana kwenye kutuliwa sumu, ndio maana mtego unajua, mtego una maarifa, mtego una akili, mtego una kila kitu. Kwenye kutuliwa sumu mnakula wengi lakini mmoja ndo anakufa. Mwana mtego ule ulikuwa unamlenga mtu mmoja tu. Kwenye ajali mmepata ajali wengi lakini mmoja ndo ambaye amekufa ama kuumia vibaya sana, lakini wengine tumepona. Mtego huo ulikuwa unamlenga mtu mmoja. Lakini kwa sababu umemkuta na watu wengine,
haina budi kutokea namna hiyo. Kwa hiyo Mungu lazima mkae kwa makini sana. Endeleeni kuomba, endeleeni kujinyima kwa ajili ya Mungu. Endelea na Mungu hata kwa machozi. Hata Mungu ni wa nyakati zote. Mungu ni wa nyakati zote. Wakati wa shida yupo, wa raha yupo. Mungu ni wa nyakati zote. Mungu ni wa nyakati zote. Zaburi 91 kianzia kwenye 3. Naanzia kikamuni 91:9-3. Hakika Mungu atakuokoa katika mtego, atakukinga na maradhi mabaya. Kwamba Mungu atakuokoa katika mtego. Sawa, atakuokoa katika mtego, ni ndio sawa. Lakini hadi fiki hatua anakuokoa katika mtego uliotegwa, unaishije? Unaombaje? Unaishi maisha gani? Aina gani? Kwa hivyo Mungu ameahidi kutuokoa na mitego iliyopo, kwamba hata tutoa kwa mawindo. Kwa hivyo Mungu yupo kwa ajili yetu. Anatulinda, halali wala pati wala sinzii. Anatulinda, atulindae katika shida, anatulinda. Kwa hivyo Mungu utulinda na ni utuokoa na mitego tunayotegewa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lazima tuendelee kumuomba Mungu, hata kama nikana kwamba vile afanye, lakini Mungu anafanya pasipo wewe kujua ama kuona. Mtu wa Mungu, endelea na Mungu, endelea kumsifu. Tunaishi mwisho wa mwaka, mwezi wa mauti, mwezi wa kufa. Kwa hiyo omba Mungu sana, msifu Mungu sana. Neema na amani ziwe nanyi. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Mwaka unaisha huu. Usikubali mwaka uishe ukiwa mtu wa kawaida. Ogopa neno ukawaida. Ogopa neno ukawaida. Jisimamie kama mtu wa Mungu. Acha wokovu wa mazoea. Mtu wa Mungu utakupeleka pabaya. Yesu mhukumu haki yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Na hii ndiyo maana ya neno Maranatha. Amen.